mafanikio ya kila jambo ambalo mtu analifanya, iwe ni project yoyote, mradi wowote, yamefichwa ndani ya kanuni. Jambo lolote unalotaka kulifanya ili uweze kulifanikisha, kanuni ndizo zitakazo kufikisha mahali fulani. Kanuni ndizo zitakazo kufikisha kwenye mafanikio. Ziko password. Kuna password kwa ajili ya kila jukumu ambalo unalifanya. Ukishazijua ambazo ndio kanuni, hizo ndio kanuni zitakazo kufikisha. Kwa sababu jambo unalolifanya wewe ni jukumu ambalo umelishikilia wewe. Wewe sio wa kwanza kulifanya jukumu hilo. Wapo wengi waliofanya jukumu kama hilo. Wapo waliofanikiwa na wapo waliofeli hawakuweza kufanikiwa. Sasa wale waliofanikiwa ni kwamba kuna kanuni walizozifuata, walizingatia zile kanuni na zikawafikisha mahali pazuri. Ukiangalia kwenye neno la Mungu, utaona kuna watu waliofanikiwa na kuna watu waliofeli. Wale waliofanikiwa ni wale waliosikiliza kweli sauti ya Mungu na wakatendea kazi kile ambacho Mungu anawaambia kukifanya. Wale waliofeli ni wale ambao hawakutendea kazi kile ambacho Mungu alihitaji wakifanye, na mwisho wa siku wakafikia mahali pabaya, na wengine waliweza kupoteza hata nafasi zao. Hata kina mfalme Sauli, unaweza kuona ufalme wa Sauli haukufanikiwa kwa sababu tu Sauli alianza kufata matakwa yake na kusikiliza watu wanasema nini. Alitaka aonekane kwa watu, hakutaka aonekane mbele za Mungu. Hiyo ndio ilikuwa shida. Ukipenda mara zote kutaka kuonekana kwa watu, watu wakuone, ni kwamba utapotea. Tamani sana nyakati zote kutembea katika njia za Mungu ili Mungu hakufanye sasa kuonekana kwa watu. Musa alifanikiwa sana kuwakomboa wana wa Israeli kwa sababu alikuwa ni mtu anayetiririka katika kanuni alizoelekezwa na Mungu. Zile kanuni ndizo zilizosababisha wakati wote Musa akiliitia jina la Bwana, na jina la Bwana liliweza kujidhihirisha katika mambo yake. Kila alipoitia uwepo wa Mungu ulidhihirika. Ni swala la kanuni. Yusufu alifanikiwa sana kwa sababu alikuwa ni mtu wa kufuata kanuni za Mungu. Hakupenda amkosee Mungu mahali popote. Na ndio maana unaweza kuona alikuja kuwa waziri mkuu. Ile ndoto aliyoiota akiwa mdogo ikafanikiwa. Kuna ndoto ulionayo, ili hiyo ndoto iweze kufanikiwa, brother, sister, unatakiwa kufuata kanuni za kimungu. Na kanuni zipo. Ndio maana nakwambia hata kama ni research unafanya, unaangalia benchmark ya research nyingine ambazo watu walizifanya researches tofauti, ili uweze kupata pa kusimamia, ili uweze baada hapo itakusaidia wewe kusonga mbele, uweze kufanikisha. Musa nyakati zote unaona kabisa Mungu anasema nalijua jina lako na kujua. Musa anasema neema yangu, nimekupatia neema yangu iko juu yako. Lakini Musa anasema sawa, hiyo haitoshi tu. Anasema pamoja na kumenipatia neema, nahitaji kujua. Anasema nahitaji kujua njia zako. Anahitaji Mungu amfundishe sasa zile njia zake, kwa sababu unaweza kuwa umepewa neema iko mbele yako, lakini kama haujui njia itakao kusaidia kuitumia hiyo neema, hauwezi kufika unakokwenda, huwezi kufika uendako. Kwa ndio maana Musa alikuwa analia, anasema nahitaji kujua njia zako, nahitaji kujua njia zako. Anamwambia nionyeshe utukufu wako Bwana, nionyeshe. Hajakasa wa Mungu anamwambia naomba uso, na Mungu anamwambia uso wangu uko pamoja na wewe Musa. Bado anasema sawa, uso wako upo pamoja nami, lakini nahitaji mimi uso wako uende pamoja nami. Na kama uso wako hautokwenda pamoja nami, anasema usituchukue kutoka mahali hapa. Usituchukue, maana anajua akitembea yeye kama yeye ni mwanadamu tu kama watu wengine, na ana watu wengi. Anaona kabisa kuna watu wana matatizo pale, wengi wana matatizo, wanamtazama. Yalianza kujitokeza tu pale yuko anapambania wao kutoka utumwani Misri. Matatizo yalianza kuonekana. Kwa hiyo anajua kabisa kama hapa matatizo yanaonekana. Je,
tukiondoka na uwepo wa Mungu hapo unaonekana, lakini bado wanafanya hivi. Je, tukienda huko mbele Mungu akaniacha, sina maana mambo yanaweza kuharibika zaidi. Kwa ndio maana Musa alihitaji uwepo wa Mungu. Alihitaji uwepo wa Mungu. Alihitaji kujua njia za Mungu. Alihitaji Mungu amuonyeshe yale matendo yake makuu ambayo yataweza kusababisha Waisraeli wakae pamoja, waendelee hata kumsikiliza, aweze kutimiza lile kusudi alilopewa la kuwafikisha kule Israeli. Sasa Israeli au Kanani yako wewe ni mahali ambapo unatakiwa kufika katika mafanikio yako. Mahali ambapo Mungu alikusudia ufike, papo mahali ambapo Mungu amepanga ufike. Katika familia yako hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa. Hakuna mtu ambaye amewahi kuinuliwa. Sasa ukijaribu kuchunguza utakuta kuna maisha ambayo watu waliokutangulia waliokuwa wanayaishi. Kwa nini wasifanikiwe? Chunguza, walipokosea wewe rekebisha, angalia Mungu anasema nini, anakusudi gani na wewe. Baada ya Musa kuwa ameondoka duniani, lakini akiwa amewafikisha mahali wa Israeli katika mafanikio makubwa kabisa. Katika mafanikio makubwa. Baada ya kuwa ameondoka duniani, aliyekuwa anatakiwa kushika hicho kijiti ni Joshua. Na unaona kabisa Mungu anampa password, anampa siri katika kitabu cha Yoshua. Ana kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 6. Mungu anampa zile siri ambazo Musa alizitumia, kwamba akizifuata zile siri, akifuata zile kanuni, na yeye ataona matokeo yale yale. Ule uwepo wa Mungu uliokuwa unaonekana kwa Musa utaendelea kuonekana na kwake. Lakini sharti afuate kile ambacho Musa alikuwa anakifanya, kwa sababu katika hizo kanuni ndipo penye uwepo wa Mungu. Kwa kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 6 anasema, Mungu anamwambia Musa, anamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa anatakiwa awe hodari, lakini anatakiwa kuwa na moyo wa ushujaa. Anasema, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Na bado anaendelea kumsisitiza mstari wa 7. Anamwambia uwe hodari tu na ushujaa. Ina maana alikuwa anaonekana Joshua kama anaogopa, kama ana sita. Anamwambia uwe na hodari tu, uwe hodari tu na moyo na ushujaa mwingi. Uwe nao ushujaa mwingi. Anasema uangalie kutenda sawa. Usikosea hata chochote. Anasema utende sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Anasema usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa katika kila tendo. Kwamba ili aweze kufanikiwa Joshua akiwa na hilo kundi, ni lazima hakikishe anazingatia yale aliyofundishwa na Musa. Yale aliyofundishwa na Musa ndio kanuni ambazo zinavuta ule uwepo wa Mungu katika mambo yake, ili aweze kuwafikisha kule Kanaani. Unajua sio jambo jepesi kuongoza watu maelfu. Watu wana tabia mbalimbali, watu wana vichwa tofauti, wana interest tofauti. Waongoze mfike pamoja, mweze mfike mahali mnakokwenda. Sio kitu chepesi. Kwa una maana unahitaji kujijua kanuni. Watu unakuta mtu unakuta ndoa tu pale, mtu unakuta inakuchachafya. Ndoa inachachafya. Sasa kundi la watu sijui wako na kingapi, uwaongoze. Watu labda 1000 huwa kwenye taasisi yako watu 100 uwaongoze, na waweze kukusikiliza, waweze kukubaliana na yale ambao unataka wayafanye, kwamba ili waweze kufika mahali fulani. Maana kuna wengine ndani ya hao, wengine wana haraka, wanataka kuona mafanikio ya papo kwa papo, hapa na hapa wanataka kuona mafanikio. Ndio maana unahitaji uwepo wa Mungu ambao utaweza kutuliza ile mioyo yao, utaweza kuituliza iweze kukaa kwa pamoja, na waweze kuwa na usikivu ili uweze kufika unakokwenda. Mpendwa, unamhitaji Mungu katika maisha sasa hivi. Unamhitaji Mungu. Maana umepigwa katika maisha. Unaangalia katika familia yenu hakuna aliyefanikiwa. Na kufanikiwa tunachokiongelea ni kwamba tunapoongelea kufanikiwa au baraka za kimungu, ni baraka zile ambazo Mungu anazitaka, kwamba umempokea Yesu, na vile vile na watu wengine wanaguswa na zile baraka ulizozipata. Kama wewe unafanikiwa na wengine wanafanikiwa, hizo ndio baraka za Mungu. Unapoishi kwa raha na wengine wanaishi kwa raha. Unapoishi kwa mafanikio na wengine wanaishi kwa mafanikio. Unaweza ukamwona Musa, chochote alichofanikiwa, chakula alichokula, chochote alichofanikiwa, na wale watu wake walikitumia, walishiriki baraka hizo. Mungu akubariki kwa baraka za Ibrahimu.